Sasa vita ulionayo inasababishwa na mzigo uliobeba. Kwenye kuletwa kutoka duniani, Mungu anawabebesha watu mizigo tofauti. Kila mzigo ulionao ni mkubwa wa aina yake. Wengine mzigo wa kiuchumi, kuyafanya mataifa ya dunia yaende sawasawa. Wengine mzigo wa kisiasa, kuzifanya siasa za nchi zikae mahala pake. Wengine mzigo wa kisayansi, kufanya maendeleo ya kisayansi ili kasi ya kusafiri ongezeke. Wengine mizigo ya kihandisi, kujenga madaraja. Wengine mizigo ya afya. Wengine, kila mtu ana kitu chake. Kuna wengine uko mahali ambapo hutapatumia baadaye. Narudia tena, kuna mwingine amejiingiza kwenye masomo ambayo baadaye hutayatumia kwa sababu hayana uhusiano na hatima yako. Ndio maana unamkuta Baraka ni mhasibu Baraka ni computer scientist kwa elimu yake, lakini ameishi maisha yake akiwa mhasibu tena, kwa sababu liko eneo. Unanikuta unaniona mimi ni mtu archaeology kwa uhakika kabisa, lakini leo niko hapa nasonga mbele. Inawezekanaje? Kwa sababu unaweza kupelekwa na wazazi mahali, mwanangu uwe mwanasheria, mwanangu uwe daktari, mwanangu uwe engineer. Utakwenda mpaka utamaliza engineering. Ukifika mahali Mungu atakwambia nyuma, geuka kuelekea kwenye wito wako, unageuka. Unashangaa kinachokupa manufaa sio kile ulichokisomea. Wewe shangaa. Kinachokupa manufaa sio kile ulichokisomea. Rudi kwenye wito wako, utaona mambo yamekwenda sawa sawa. Rudi kwenye ulichoitiwa na Bwana. Piga kelele haleluya.